watu kasi wamethibitisha. Wamethibitisha kweli, wamepeleka barua, kumbe bwana hapo serious. Sisi tunajua labda ndio mambo yetu haya ya utani wa jadi, kumbe bwana ndugu zetu wapo serious na kasi wamethibitisha. Lakini kwa hili Yanga kajiingiza mwenyewe kwenye mtego. Kwa nini? Kwa hili swala Yanga kajiingiza mwenyewe kwenye mtego. Tena huu mtego hatakuja kujuta. Shai kuona unafanya jambo afu anakuja kulijutia. Okay. Ndo Yanga ili atakuja kujutia hili swala. Kwa nini wajute? Kwa sababu mimi siku zote naamini mpaka hizi TFF na bodi ya ligi wanafanya hivi vitu vya uvunjifu wa kanuni na sheria kwa ajili ya maslahi yao wao, Simba na Yanga. Kwa hiyo ukiangalia kweli, kwa hiyo hapo maslahi yao, maslahi yenu. Wote, kwa sababu Simba na Yanga, kwani kuna mtu asojua bwana dada wewe sheko unaga Yanga anacheza saa 8 mchana au Simba? Sheko kuona. Wewe jibu sheko kuona Simba na hawachezi. Wanaocheza Tabora, sisi Singida ndo nasikia anacheza. Kwa hiyo kama kweli Yanga amepeleka barua yao kasi na ikasikilizwa, si ndio? Na ndio maana hata kasi ukiangalia wamemwambia kwamba Simba pia anahitajika wapeleke maelezo yao, si ndio? Hata bodi ya ligi pia wapeleke maelezo yao. Lakini kesi iko wazi. Yaani kesi iko wazi, hata kama mimi nikiwepo muamuzi wa hii kesi ni rahisi sana kuitatua. Unaitatuaje Mandala? Sawa, Yanga mmetea barua kwa sababu malalamiko makubwa Yanga mechi kugairishwa, si ndio? Ndio pointi yao kubwa kwamba mechi imegairishwa, si ndio? Amshtumu Simba kwa nini kakataa kuleta timu. Malalamiko yao makubwa kwa mechi imegairishwa. Kwa hiyo wanamlenga zaidi ni bodi ya ligi. Na mwenye kesi mkubwa hapa kujibu ni mshtakiwa mkubwa ni bodi ya ligi. Kwa bodi ya ligi watakuwa katoe maelezo kwa nini sisi tumeirisha mechi. Lakini ukiangalia bodi ya ligi imeirisha mechi kwa sababu kuna sababu maalum ambao wamepitia barua ya Simba. Barua ya Simba ndio imesababisha bodi ya ligi kugairisha nini? Mechi. Simba amelalamika kwamba kipindi wanaenda kufanya mazoezi yao kikanuni wamevamiwa. Sisi wale watu sasa tunajua kama bodi ya ligi sijui nani, lakini mnapoenda swala la kasi wale watu watambuliki. Na bodi ya ligi pia anaagi kusimamisha mechi, kuwafuatilia wale kila nani waliovamia basi la Simba. Yaani lazima bodi ya ligi ifuate sheria na protocol. Nani waliovamia basi la Simba. Kwa hiyo wataenda kutoa maelezo yao kwamba sisi kweli tumesimamisha mechi. Sawa, Mandala anataka kuturudisha nyuma, lakini hapo mambo yako mbele na miongoni mwa vitu ambavyo vinaendelea kutrend hii leo katika mitandao mbalimbali ya kijamii, katika vyombo vya habari kama ambavyo nasikia hapa katika Kipenga Extra Show nambari 1 ya mashabiki, ni kuhusiana na rufaa ya Young Africans ambayo wameikata wakiwa walalamikiwa namba 1 ni shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, lakini pia mlalamikiwa nambari 2 ni bodi ya ligi TPLB, nambari 3 ni wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na kile ambacho ama maamuzi ambayo yametolewa baada ya dabi ya Kariakoo chezeka. Na wakanda pengine kwa ambaye hafahamu kiundani namna ambavyo mambo yalivyo, scenario ilivyo, taarifa luhishi wa michezo CAS. Cha kwanza Young Africans tarehe 17 waliwaandikia CAS, waliwasilisha mapendekezo ya kukata rufaa juu ya barua ambayo walikuwa wamejibiwa na bodi ya ligi baada ya wao kuomba kupewa alama 3 za mchezo dhidi ya Simba Sports Club ambao bodi ya ligi waliuhairisha. Na siku ya jana tarehe 31 mwezi wa 3 rasmi sasa mahakama ya usuluhishi michezoni CAS wenyewe wamepokea barua ya Young Africans, na ndani ya siku 10 watakachokifanya ni wataprocess barua hiyo kuwatumia bodi ya ligi, kuwatumia TFF pamoja na Simba Sports Club, ili sasa mchakato wa kufungua kesi rasmi ama mchakato wa kusikilizwa kesi rasmi uweze kuanza. Walioshtakiwa kwenye kesi hii ni wafuatao: Tanzania Football Federation, wa pili ni Tanzania Premier League Board, na watatu ni Simba Sports Club. Kwa hiyo hizi ndio pande 3 ambazo zimekatiwa rufaa na Young Africans kwenye mahakama ya usuluhishi michezoni. Na mpaka dakika hii Young Africans wao kwenye panel ya mawakili wao watakao wakilisha kwenye hii kesi ni wakili Alex Mgongolwa, wakili Juma Nasoro, wakili Respirius Didas, wakili Simon Patrick pamoja na wakili Karage Simon Rashid. Patrick yuko pia. Yeah, Simon Patrick yuko. Yanga watawakilishwa na mawakili 5. Ndio. Na mchakato ulivyo, hizi siku 10 ni za kazi gani? Hizi siku 10 ambazo zimepewa kama grace period ni siku ambazo walioshtakiwa sasa hawa hizi pande 3 zitapewa taarifa na zitatakiwa
kwanza kutafuta jopo la mawakili ambao watawakilisha kwenye hii kesi ambayo bado haijapangiwa tarehe, lakini pia hizi pande ambazo tunazizungumza hapa zitatakiwa kujibu, je, kesi hii wataiendesha kwa muundo gani, physically ama kupitia mtandao. Lakini pia kitakachojadiliwa hapa ndani ya siku 10 na si siku 10 tena, ndani ya siku 3 itabidi hao walioshtakiwa waseme kesi hii watataka iendeshwe kwa lugha gani. Either iendeshwe kwa Kiswahili, either iendeshwe kwa zile lugha rasmi za FIFA, kumradhi, Kiswahili hakipo, ni Kiingereza, Kispanyola, Kifaransa. Hizo ndio lugha ambazo zinaweza zikatumika kuendesha hii kesi. Kwa hiyo huo ndo msingi ambao Young Africans wameenda nao, lakini ndani ya hii barua ukisoma complaints za Young Africans, kwanza wamelitaka shirikisho hii mahakama ya suluhishi michezoni CAS kuwazuia bodi ya ligi kupanga tarehe mpya ya mchezo wa dabi. Kwa maana hiyo ndio maana tunaona tarehe haipangwi mpaka hivi sasa kutokana na hiko ambacho kinaendelea. Yes, Yanga ndio wamepeleka sasa complaint wakiwataka CAS kushinikiza bodi ya ligi kutopanga tarehe mpya ya mchezo wa dabi. Lakini pili, wamecomplain na kutaka ipatikane suluhu ya ule mchezo wa dabi, na suluhu ambayo Young Africans wanaidemand ni Yanga kupewa alama 3, kwa sababu kuna hizi pande 3 ambazo zimeshtakiwa hapa, pande ya TFF, pande ya bodi ya ligi na pande ya Simba Sports Club, kwamba hawa watatu kwa pamoja wamesababisha mchezo wa tarehe 8 mwezi wa 3 2025 kutofanyika. Hivyo hiyo ndo misingi ambayo Young Africans wameenda nayo CAS, misingi ya barua. Lakini taratibu zilivyo ni kwamba hawa watu ambao wameshtakiwa wana hizi siku 10 za kutafuta mawakili wa kuwakilisha ama kwenda na hoja zifuatayo: either kuomba CAS kuirejesha hii kesi kwenye mikono yao, wakimaanisha kwamba wako tayari kusuluhishana na Young Africans pasi kufika huku, ama waweze kuprocess na kuendelea na mchakato wa hii kesi. Abo Gesi, kwa namna ambavyo umefuatilia soka na namna ambavyo mambo yanavyoendelea baina ya hili sakata la dabi ya Kariakoo ambayo tunaelekea mwezi sasa, imesalia wiki moja kufikisha mwezi tangu lilipoanza rasmi hapo Machi 8. Kwa upande wako, kwa hiki ambacho kilichopo, nini hasa itakuwa ni njia bora zaidi ya kutatua hii sintofahamu baina ya Young Africans, TFF, bodi ya ligi na wekundu wa Msimbazi Simba? Njia bora ni hii. Njia bora ni hii ambayo kuna chombo cha juu baada ya wote kutoelewana. Ndio. Kwa maana CAS yeye anakuja kuweka mzani katikati ya wanachama wa mpira wa miguu ama wa michezo ambao hawaelewani kuhusiana na jambo. Wameshindwa kufikia mwafaka. CAS atakuja, atapitia kuanzia kanuni za kwenu ndani, nini kinawataka, kanuni za kimataifa na ushahidi mwingineo wa kimazingira, maybe uhalisia wa eneo lenu, na mwisho wa siku wao watakuja na maamuzi ya kwamba hili ni sahihi, hiki si sahihi, mwenye haki ni huyu anakosa haki. Kwa hiyo ni mustakabali wa ukweli ni CAS. Kwa njia ambayo umeniuliza kwamba ipi jambo sahihi la kuamua kesi hii, utaratibu wa football na kanuni zake, huu ndio mwendo. Yawezekana tu sijajua ni kwa nini Young Africans hawajapita kwenye hizi taratibu zingine za ndani ambazo ni kamati ya rufaa ya TFF, labda kwa kukosa imani, kama ambavyo wao wanaamini kwenye madai yao kwamba hawana imani na baadhi ya viongozi kwenye mamlaka ya mpira wa miguu pamoja na bodi ya ligi. Yawezekana wameona hata wakipita kwenye kamati ya rufaa ya TFF bado watapata haki hiyo, lakini kuna rumu hiyo ya kwamba maybe TFF yawezekana wakaomba CAS kwamba hili jambo bado liko chini yetu, tupeni muda tulitazame kwa sisi, na kama itafikia vinginevyo basi. Na kwa vikao ambao kwa mfano vimeshaanza kufanyika, kama kikao ambacho kilihusisha serikali pamoja na hawa wote, kwa maana kila mmoja na miongoni mwa maswali ambayo yapo hivi sasa baada ya hili swala la CAS kuandika barua ama kutoa barua hiyo, watu wanauliza, ina maana kile kikao ambacho kiliketiwa juzi pale Benjamin Mkapa hakikutoa mustakabali ama njia kulitatua swala hili? Ni tuko kwenye mwendezo wa ligi wa Star. Viongozi wa Young Africans, viongozi wa TFF, viongozi wa serikali wote wanafahamu tupo kwenye mwendezo wa ligi.
na ligi inakwenda. Mechi zinaendelea kuchezwa, kama kesho Young Africans anacheza, mwisho wa siku bingwa inabidi apatikane. Na bingwa inabidi apatikane, na ukitazama msimamo kwa hivi sasa inawezekana ni pointi 1, pointi 2 watakavyokuwa wanapishana. Simba Yanga inategemea kila mmoja kwenye mechi zake atakuwa anapata nini. Manake matokeo ya hii mechi kueleweka ni muhimu zaidi kwenye mustakabali wa kumaliza msimu. Na pia kwa Young Africans kama wanaitafuta haki kasi na ndio mwendo wao wameuona mzuri, ni vizuri kuwahi kama ambavyo wamefanya. Kwa nini Star? Nilikuwa napitia kwenye website ya kasi kuona mpangilio wa kesi ulivyo. Nimeona tarehe zilizopangwa kwa kesi tofauti za duniani huko. Ni mpaka tarehe 29 mwezi wa 4. Tayari kila siku ina kesi ambayo imepangiwa kusikilizwa hizo tarehe zote. Okay. Kuanzia zipo ambazo zimesikilizwa tarehe 29 mwezi wa 3, lakini zinaendelea kusikilizwa zingine kuanzia tarehe 3. Kuna kusikilizwa mpaka tarehe 29. Nimeona tarehe zote zina kesi. Kwa hiyo kama kesi inahusisha ligi kuamliwa, na ligi unajua inaisha Mei, Juni, hapo inabidi wapatikane wawakilishi wa taifa, patikane bingwa na kila kitu. Maana yake Young Africans wamefanya kitu sahihi kuwahi kutoa taarifa. Yawezekana kama kila kitu kitakuwa processed ambavyo kasi wamehitaji, maana yake itakuwa angalau unaweza kupata tarehe nzuri ya kusikilizwa maybe mapema Mei. Na kama kuna taratibu zingine za kasi sina undani sana, lakini ambacho huwa nafahamu kuna pia emergency ina malipo yake. Kitaka kusikilizwa kwa haraka ina malipo yake ambayo ukiyafikia inawezekana ukapangiwa tarehe maalum tofauti na mlolongo wa kiratiba wa kasi ambavyo unataka. Kwa hiyo yawezekana ukifika hayo malipo yanayohitajika ukapangiwa tarehe yako maalum ya mapema, kesi yako ikasikilizwa. Kwa Young Africans wamewahi, na ni kitu kizuri ili mustakabali upatikane. Sio unacheza unashinda mechi zako wakati kuna pointi zingine bado hujazipata, hujui kama utakuwa bingwa, lakini pia inapunguza nguvu sometimes ya kuliendea jambo. Kwa nadhani ni jambo sahihi kwa Young Africans kuwahi kafu ili kuwahi kasi tarehe kama inapangwa ipangwe mapema, lakini ni utaratibu sahihi pia wa kuondoa minong'ono, kuondoa migongano na kuondoa hisia za kwamba mimi simpendi huyu, mimi huyu ananichukia, mimi naonewa. Twende kwenye mahakama ya kasi ambako tukisimama tutaelezwa kila mwenye ukamilifu, kila mwenye mapungufu, na kila aliyefanya kitu kwa usahihi na yule ambaye hakufanya kwa usahihi, na mwisho wa siku inatunyosha na kutuelekeza namna ya kuenenda muda mwingine anapokuwa kwenye majambo kama haya.